Mimi nina message hapa. Baby njoo samani. Hii ameniruhusu niisome ili mjifunze. Sometimes lazima tujifunze kutokana na makosa ya watu. Dr. Shalom, naomba msaada wako. Mimi ni msichana wa miaka 28. Nimeolewa, huu ni mwaka wa pili sasa. Nahangaikia mimba niwe mkweli mimi nimeokoka, ila kipindi cha nyuma nimetoa mimba 3 na nimekuwa na meza P2 mara kwa mara. Dokta, usinifiche, nitapata mtoto kweli? Naumia usiku silali, mzunguko wangu haeleweki. Naomba msaada wako. Asante. Usinifiche, please, please, please. So now she's in marriage, looking for a baby, but past in hand. Kwa sababu tunajisahau future yetu ina determine. Yaani mambo unayafanya mystery atakuja kuibuka ukiwa Kanani. Yaani umetulia zako Kanani hivi. Mystery hiyo inakuhunt. I want you to understand we are all fall short. Lakini let's make sure we check our behavior pattern. Swali langu ni hili. Sasa kuna wale watu ambao tayari tumeshapitia ile changamoto, tumetoa mimba. Sasa hatujui huko mbele. Unatushauri nini? Asante. Asante. Yes. Kwanza mpigeni makofi. Tumebeba watu wengi hapa mlifahamu mmeokoka sana. Watu kama wameokoa wengi najua. Okay, ni hivi. Ijapokuwa nyekundu zinakuwa mimi naamini kwenye kitu kimoja. Of course kuna vitu ni beyond repair. Ndio maana nasema ya kwanza katika zile 5 nasema avoid. Ndio maana imeanza haikuanza accept, imeanza avoid. Kwa hiyo yote ambaye hajajitumbukiza kwenye hiyo vita anatakiwa afanyaje? Avoid. Sasa kuna yule ambaye ametumbukia, tunaenda namba 5 accept, kwamba umeshafanya makosa. Sasa way forward kuna kuscreen. Mfano mtu ameweza mapitu, amevuruga homoni. Yaani kuna hivi, unajua maana ya pitu nini? Yaani labda niwaambie wadogo zangu, ukimeza pitu manake unafanya mwili wako usome una mimba kihomoni. Kwa hiyo leo unameza una mimba, kesho unameza una mimba, mwili unasoma una mimba. Alafu siku utakaohitaji mimba, mwili wako bado unasoma una nini? Mimi unajua naongea hili pitu kwa sababu mimi ndio nafundisha kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, wanandoa mimi ndio nawafundisha. Nakutana na hizi ndoa, nakutana na watu hapa Magomeni Mviringo. Yaani mtu kabisa kila kitu kimeshatulia sasa. Katulia, wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wanakuja very frustrated. Unakaa na binti ule separate. Unagundua mambo. Yaani sasa hivi hana mimba, akikamua titi hivi inatoka maziwa. Sasa mwili bado unasoma ana nini? Ananyonyesha. Kwa kama ushafanya, kuna jinsi ya kucheki hormone profile. Unaenda hospitali, wanakucheki hormone yako, kuna dawa za kukupa kurudisha mzunguko wako wa kawaida. Hilo la kwanza. Alafu la pili kuna ultrasound ya kufanya kizazi kina hali gani. Ukifanya hayo vitu unarudi tena kwenye ile kuavoid, tena usirudi kwenye nini? Accept. Umenipata hapo? Asante. Asante, makofi. I was interning in a church na waifu na watoto. Ikaita simu ya kwanza, ikaita simu ya pili, ikaita simu ya tatu. Kaambia waifu, ingieni kanisani, this must be an emergency. Nikatoka nje, dokta ulikuja kanisani kwetu, nimepewa namba yako ya simu. A lady screenshot akiwa uchi, akamtumia boyfriend view once. Boyfriend mwenyewe ana WhatsApp GB, kwa hivyo mtupia boyfriend akapata ile kitu, afu akatuma kwa masela class. Kwa kitu ikaanza, video ile ikaanza kwenda viral, ikaenda mpaka kwenye grupu la vikoba la dada yake. Na aliyetuma kwenye grupu la vikoba alisema jamani, angalieni wadogo zetu, ajui hata ndani kuna dada yake, mama na baba, wazee wa kanisa. No. She wanted to kill herself. Yani that day I'm in the church premise and I have to lie. Kwa sababu ilibidi sana nimwambie, mimi nawafahamu watu wa TCRA, don't kill yourself, nitakuconnect nao, wa delete kila video kwa kila mtu. Yani full of lie. Anaona kabisa anaingia motoni hivi. Yani kabisa. Mke wangu ni evidence. Nimeongea na ile simu mpaka
Bwana kae nanyi, ibada inaisha 3 hours na cancel mtu. Asante daktari. Polepole tu tunakusikia. Okay. Itakuwa ni afya ya akili tatizo. Changamoto. Daktari, pale mwanzoni kuna vitu ulisema vinasababisha mtu kupata hayo matatizo. Ulisema viko 5 lakini ulitaja 2. Vile 3 ukutajia. Yes. Ulisema kuna kazi na mahusiano. Asante. Sasa kuna vile 3 ukutajia. Kazi maana yake kama unasoma, actually 44% ya changamoto za stress chini ya Elijua zinasababishwa na kazi. Kwa hiyo kama ufanye kazi, you replace that. Kama unasoma, stress utakuwa kwenye eneo lako la shule. Cha pili ni hiyo issue za mahusiano au familia. Mama anipendi, mama anampenda mdogo wangu kuliko mimi, mama mkwe anipendi, baby wangu kaniacha. Hiyo ni swala la pili. La tatu ni afya yako. Leo ukiambiwa una HIV, mimi nina kijana na meza ya ARV juzi amenicheki anataka kujiua. Kwa hiyo kuna mtu anakipima HIV akagundua ana. Kwa hiyo afya yako ni kitu cha tatu. Cha 4 ni matarajio yasiyofikika, unrealistic expectation. Kuna watu wana set standard sana za matarajio, wasipofanikiwa wanajiondoa. Kwa hiyo kitu kingine ni sababu nyingine ya stress. Usiseti sana standard za juu sana kama una resources. For example, wewe unataka kusema mimi nikimaliza tu shule nikipata na nyumba. Nyumba. Wanzi tumechakaa hapa Kijitonyama, mimi nimechakaa hapa Kijitonyama. Nimehama nyumba za Kijitonyama mpaka nimekuja kuipata hiyo nyumba. Lazima uwe na it takes time, it takes slow. Yani mchungaji Kimaro huyo hajaibuka tu akatokea hapa. There's a process amepitishwa, kuna maeneo ameingizwa. Ukiwa na unrealistic expectation, tuchukulie wewe ni kijana. Yani ukiwa kijana, of course wewe una ajira. Ukitoka nje ya kanisa kila mtu anakuletea nani, nichangie hiki nichangie hicho. Huwezi kuchangia kila mtu. Ujifunze kusema hapana. Hapana sio dhambi. Sio dhambi. Wewe una uwezo. Huwezi kuwa na kadi 10 za harusi. Kwa mshahara gani wewe kila mtu anaambia tuko pamoja? Unakuja pamoja kila mtu. Unaitia dhambi bila sababu. Asante. Tuna swali la mwisho kabisa, ni sudden traumatic event, maumivu ya ghafla. Kwa hiyo kuna watu kweli wanapitishwa maumivu. Nitoe mfano sio mzuri sana. Kuna dada mfano aliyo all over the Tanzania, amerawitiwa, amebakwa, alipitia changamoto ambayo iko all over the news. Ile ni sudden traumatic event. Unapewa maumivu. Sio watu wakipigwa maumivu namna ile wana uwezo wa kuchomoka. Na unasikia watu wote wanamtetea ile swala na kusema watumiwa wake wafanye, wanasema paya na yeye apewe msaada, kwa sababu unapopigwa maumivu unaweza ukaact, kwa sababu tu wakati huo umepata temporary insanity. Sio watu wote ambao tunaweza, kuna wakati unabanwa kwenye engo. Ukibana kwenye engo, ndio maana mtu akiingia, tuchukue mfano wa kawaida tu, mtu amefumania mke wake na mtu mwingine, akaenda akachukua kisu akaja akaua, ni tofauti na mtu ambaye amekaa nje kwa kafikiria ule anatembea na mke wangu akaenda kumuua. Au watu wawili kwenye court of law wanakuwa acted different, kwa sababu pale aliyechoma hapo anaonekana ana temporary insanity, amepata ukichawa hapo. Kwa hiyo ukipata maumivu ya ghafla, kuna watu wengine wanapata maamuzi hapa ya wanaweza kuhandle, wengine hawawezi kuhandle. Kwa hivyo vitu 5 ndio vinavyotusumbua chini ya hili jua. Asante. Naitwa Edina Amulike. Nilikuwa na swali daktari. Niweke hivyo. Ngoja nikuelezee. Unaweza kusema na rafiki yangu. Nilikuwa nina swali kuhusu hii afya ya akili. Mimi nina mtoto wangu ni ana changamoto. Kwa mimi ninahisi ana changamoto ambayo nashindwa kudili na. Anakuwa kama yuko anajisi kama vile anakuwa apendwi. Ana umri gani samani? Ana miaka 8 sasa. Okay. Yeah. Yani anahisi anakuwa apendwi hasa akiwa yuko nyumbani na watu tofauti na mimi. Yani nikiwa naye huwa anakuwa ana overreacted. Yani ana ile furaha iliyopitiliza, haelewi aongee nini. Lakini akiwa na mwalimu, hata akiwa shule au akiwa nyumbani tofauti na mimi, anakuwa like ana avoid kila mtu. Wa kike wa kiume? Wa kiume. Unamlea mwenyewe kama single parent? Yeah. Okay.
So inanipa shida kujua ni how naweza nikadili naye, kwa sababu inafikia wakati hata shule mwalimu akiongea naye kwa sauti ya ukali kidogo tu, hata kama ni kitu alikuwa anakumbuka na sahau. Sawa. Kwa hiyo nashindwa kuelewa ni jinsi gani naweza kudili naye, and ni kweli ana hiyo afya ya akili au ni tatizo lingine tofauti na hilo. Kuna in simple, nahitaji kuongea naye, of course ni mwevaluate, lakini kwa simple statement tu amekosa father figure. Yes, kuna father figure ameimiss ambayo wewe huwezi kumpatia hicho. Kwa hiyo you need a certain father figure, inaweza kawa uncle nini, not necessarily ulizaa naye, lakini you need a father figure to that, kwa sababu wanashindwa kurelate kwenye upande wa kiume, so wana shut down. Kwa hiyo probably tutaonana mimi na wewe, ni kutafutie mtu wa cancel na nini, after then tuone way forward, lakini sio issue, usifikirie uko negative kwa. Yes. Hongera sana. Hongera sana, hongera sana. Sio jambo dogo. Na wote ambao wameuliza maswali, hongereni sana. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.